Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha ta'ala fa inna taqwallaha jalla wa ala sa'adatan fid dunya wal akhirah wa falahun fid darain. Walidha usikum wa nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa uhadhirukum hadru nafsi ala an isyanullah wa alamu anna al-ma'siya tuzilu ni'mah. Ndugu zangu katika imani, leo ni tarehe 18 mwezi wa Shaaban mwaka 1447 baada ya hijra, ni sawa na tarehe 6 mwezi wa pili 2026 miladia. Katika mwezi wa Shaaban tuko na siku 11 au 12 kuweza kuwaga mwezi wa Shaaban, mwezi ambao amal za mwanadamu za mwaka mzima zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. An Usamata ibn Zaid qala, Usama anasema kultu ya Rasulullah, nilimuuliza mtume Mwenyezi Mungu, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban, sijawahi kukuona ukifunga sana, ukifunga kwa wingi katika miezi mingine kama vile unavyofunga katika mwezi wa Shaaban. Yani vipi, kwa nini unafunga sana katika mwezi huu? Qala, mtume akajibu, dhalika shahru tarfa'u fihi a'malu ila rabbil alamin, huu ni mwezi ambao Mwenyezi Mungu amali huinuliwa kwa Mwenyezi Mungu, kwa Mola wa ulimwengu, Mwenyezi Mungu Mola wa ulimwengu, amali za mwaka mzima, matendo yako ya mwaka mzima
Allah subhanahu wa ta'ala anapelekewa katika mwezi wa Shaaban. Kwa hivyo akasema, uhibbu ayurfa'a amali wa ana swaimun, na ningependa sana amali zangu, matendo yangu yapelekwe kwa Mwenyezi Mungu na ile hali mimi nimefunga. Rawahu an-Nasa'i, hadithi hii imepokelewa na an-Nasa'i. Ndio katika imani, kama tujuavyo, Allah subhanahu wa ta'ala amewakilisha malaika wanaoandika na kudhibiti matendo yetu, kila ambalo unalitenda, kila ambacho unakifanya, na yale ambayo kwamba unayazungumza katika kheri au katika shari. Allah subhanahu wa ta'ala amewakilisha malaika wanayaandika na kuyadhibiti yale ambayo unayafanya, na yanapelekwa kwa Mwenyezi Mungu kila siku, kila wiki na kila mwaka, na mwisho kabisa yatapelekwa kwa Mwenyezi Mungu siku yako ya kufa kwako na siku ya kufufuliwa yaumul qiyamah. Qala ta'ala, inna rusuluna yaktubuna ma tamkurun, hakika wajumbe wetu ambao ni malaika wanaandika yale mnayoyafanya. Wa qala ta'ala, bala wa rusulana, si hivyo na mitume wetu ama wajumbe wetu, ladaihim yaktubun, wako mbele yao, wako pamoja na wao, wanaandika kile ambacho unakifanya. Wa qala ta'ala subhanahu wa ta'ala, wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur, na kila kitu ambacho wanakifanya fi zubur, katika record, kimerekodiwa katika kitabu, kimeandikwa kila kitu ambacho umekifanya. Mengine umesahau, mengine unayakumbuka, lakini fi zubur, yamerekodiwa, yamehifadhiwa. Ai maktubun alaihim fil kitabi allati bi aidil malaika, yote ambao umeyafanya kuanzia ulipobaleghe ama kuanzia siku leo, yote ambao umeyafanya maktubun alaihim, yote yameandikwa fil kitabi allati bi aidil malaika, katika kitabu, katika record ambao katika mikono ya malaika, kwenye mikono ya malaika. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, na kila ulilolifanya dogo na kubwa, mustatar, limesharekodiwa. Chochote hata kwa kusema peke yake imerekodiwa, iko kwenye record utaikuta. Ai kullu saghirin wa kabirin min a'malihim, kila yale ambao uliyafanya, saghirin madogo, wa kabirin makubwa, min a'malihim katika matendo yao, majmu'un yote yamekusanywa, alaihim masturun fi sahaifihim, yote yamerekodiwa, yamekusanywa na yamerekodiwa katika vitabu vyao vya malaika. Wamerekodi, wameziandika zote. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kitabu hicho hakijawahi kuacha saghira, kitu kidogo, wala kabira, wala kikubwa, illa ahsaha, isipokuwa kinakili ama kimenakiliwa, kimerekodiwa. Ma rawahu Ahmad min hadithi Auf bin Harith an Aishatu an sallam qala, hadithi imepokelewa na Ahmad kutoka kwa Auf bin Harith, kutoka kwa Aisha, kutoka kwa Mtume. Anasema Aisha kwamba kana yakulu, Mtume alikuwa akisema, ya Aisha tu, ewe Aisha, iyaki wa muhqirati dhunubi, iyaki, tahadhari sana na kudharau madhambi. Watu wakae katika safu za mbele hivi,
Jazeni safu za mbele. Lao mngelijua thawabu zinapatikana katika safu za mbele, wallahi watu msingerundikana huko nyuma, nafasi ona vile mianya iko. Mnakaaje? Hamna mpango au sio? Anasema kwamba Mtume alimwambia kwamba iyaki wa muhkarati dhunub, tahadhari ewe Aisha, usije ukadharau madhambi, kwaona kwamba hili ambalo nimefanya ni dogo tu, ahisi kitu. Fa inna laha min Allahi taliban, hakika hayo yote ambayo umeyafanya mbele ya Mwenyezi Mungu yameandikwa, yamerekodiwa. Anasema ya kwamba tahadhar na madhambi madogo. Kwa nini? Fa innal jibal min alhaswa, hakika jabali ama mlima umejengwa ama umetengenezwa na vijiwe vidogo vidogo. Maana yake ni kwamba yale madhambi madogo madogo yatafanya mwisho itakuwa dhambi kubwa. Qala ta'ala, Allah anatuambia yauma yab'athuhumullahu jami'an, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala yab'athuhum, atafufua watu wote, fayunabbi'uhum bima amilu, atawaambia yale ambao wameyafanya. Ahswahu Allahu, Mwenyezi Mungu amezirekodi. Ahswahu Allahu, ameandika, kimeandikwa kila kitu ambacho wamekifanya. Wanasuhu, lakini wao wamesahau. Sisi tumesahau kila mtu yale ambayo anafanya, nasuhu, amekisahau. Lakini Mwenyezi Mungu ahswahu Allahu, Allah amekirekodi, amekidhibiti. Wanasuhu, na sisi tumesahau. Wallahu ala kulli shay'in shahid, na Mwenyezi Mungu juu ya kila kitu ni mwenye kushuhudia na shahidi juu ya kila kitu. Anasema Ibn Kathir, wadhalika yaumul qiyamati, hiyo siku ambayo yauma yab'athuhumullahu jami'an, siku ambayo Allah atafua watu wote. Wadhalika yaumul qiyamati, hiyo siku ya kiyama. Yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirina fi sa'idin wahid, Mwenyezi Mungu atawakusanya al-awwalina, waliotangulia, wal-akhirina, na waliokuja baadaye wa mwisho, fi sa'idin wahid, katika kiwanja kimoja, katika sehemu moja. Fayukhbiruhum billadhi sana'u, kisha atawapa habari, atawaambia wewe ulifanya kadha, wewe ulifanya hivi, wewe ulifanya hivi, imerekodiwa yote. Min khairin wa sharrin, yote katika ya mambo yako ya khairi na shari yataonyeshwa. Dhabtatullahu ahfadhahu alaihim, Mwenyezi Mungu ameyadhibiti na amehifadhi, amekuhifadhieni matendo yenu. Tumesema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana malaika amewakilisha kwa wanadamu, wanabeba matendo yetu kwa siku. Kwa siku matendo yetu yanapelekwa kwa Mwenyezi Mungu mara 2 kwa siku. Kwa wiki pia yanapelekwa mara 2. Kwa mwaka mara 1 katika mwezi wa Shaaban, na katika umri mara 1, siku yako ya kuaga dunia au siku ambayo utafufuliwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema matendo mazuri na yaheri yote yamenakiliwa, yamehifadhiwa. Wa hum qad nasau, na ili hali sisi ambao tunatenda bila shaka tumesahau. Wa hum qad nasau, tumesahau. Ma kanu alayhi, tumesahau yale ambayo tulikuwa tuko juu yake tukiyafanya. Wallahu la yaghibu anhu shay'un, na Mwenyezi Mungu hakipotei kwake kitu. Wala yakhfa, wala hakifichiki kwake kitu. Wala yansa, wala yansa shay'an, wala hasahau kitu. Wannasu ya'mal wa yaghfal, na watu wanatekeleza, wanatenda, kisha wanaghafilika, wanasahau. Wala yubalu, wala hawajali. Anna Allaha muttali'u alaihim, hawajali kama Mwenyezi Mungu yani anawaona, yani kwamba wako wazi mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano kiongozi au mtawala aweke kila sehemu watu wake wa kusikiliza yale ambayo yanazungumzwa na yale ambayo watu wanafanya, bila shaka watu wataogopa. Qala, anasema ya kwamba inna Allaha amara almalaikatu
bikitabi kulli shay'in, hakika Mwenyezi Mungu amewaamrisha malaika waandike matendo yote ambayo tunayafanya na thibitisho. Qala ta'ala, ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, idh, kumbuka, yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimal ka'id, na kumbuka pindi wale wenye kupokea habari na vitendo, wale wawili wanapokutana ama wanapokuwa wanapokea matendo yako, anil yamini, mmoja kwa katika upande wako wa kulia, wa an shimali, na mwingine kwa upande wa kushoto, hao ni malaika ka'id, wamekaa, yani wako pamoja na wewe. Kumbuka malaika wawili wapokeaji wa matendo na kuyaandika ya matendo yale, wanapokuwa upande wako wa kulia na upande wako wa kushoto. Anaeleza aya hii Ibn Kathir anasema kwamba ai malakaini alladhaini yaktubani amali linsani, malakaini hao ni malaika wawili, alladhaini ambao kwamba hao wawili, yaktubani amali linsani, wanayaandika matendo ya mwanadamu. Ma yalfidhu min qawlin, hakutoki katika matamshi, hatamki katika maneno, illa ladaihi raqibun atid, isipokuwa mbele yake kuna mwenye kurakibu, mchungaji ambaye anachunga kila ambacho anakisema, kikiandika ako pale. Ai ibn adama la yatakallamu bikalimatin wala harakatin illa laha man yarkabuha, hakika mwanadamu hatamki ile neno katika matamshi yake, katika maneno ambayo atayazungumza, hazungumuzi kalimatin, neno moja, wala harakatan, wala movement yote, haraka yote, neno chochote ambacho atakifanya, illa laha may yurakibuha, isipokuwa ako na yule ambaye kwamba ni mlinzi, anachunga na kuangalia kila ambacho anakisema na kila ambacho anakifanya. Wala yatruku kalimatin wala harakatin, wala haachi neno hata moja, wala haachi kitendo hata kimoja, kidogo kikubwa haachi, movement yote haachi, ni rakib, ako pamoja na wewe. Wakakhtalifana wanavyoni ya kwamba hawa malaika wawili, je, wanaandika kila maneno ambayo mwanadamu anazungumza na matendo, au wanaandika kuna mengine ambayo hayaandikwi? Qawli ibn Abbas, qala ibn Abbas, innahuma yaktubu ma fihi thawabun wa ma fihi iqab, katika maneno ambayo umeyazungumza, yale ambayo kwamba yako na thawabu na yale ambayo kwamba yanakupa madhambi ndio ambayo yanaandikwa, lakini maneno ambayo kwamba hayana thawabu ndani wala hayana madhambi ndani yake hayaandikwi. Wanaandika maneno na matendo ambayo kwamba fihi thawabu, ndani yake mtu amepata thawabu, ima wa ma fihi iqab, ama ndani yake amepata madhambi. Hayo ndio yanaandikwa. Hii ni kauli ya Ibn Abbas na ndio rajih, kauli ambayo imepewa nguvu. Fa sahibul yamin, anaeleza Ibn Abbas, sahibul yamin, yule malaika yuko katika upande wa kulia, yaktubul khaira wa huwa amirun, yeye anaandika mambo ya khairi mazuri ambayo anayafanya, wa huwa amirun ala sahibu shimali, na yeye ndio anayemuongoza, amir, mwenye kumuongoza yule ambaye yuko kwenye mkono wako wa kushoto. Yaani hawa malaika wawili, yule wa kulia ndio kiongozi, ndiye amir wa yule ambaye yuko katika upande wa kushoto. Anasema kwamba fa in sahibul abdi, fa in asaba al-abdi khati'a, ikiwa mwanadamu atafanya jambo la madhambi ama atafanya jambo la makosa, qala lahu amsik, huyu wenye katika upande wa kulia anambia zuia kwanza, amsik,
la'allahu yastaghfir, huenda akaomba msamaha. Hebu usiandike kidogo, amsik, kwa sababu yeye ndiye amiri wake, yeye ndiye anamuelekeza la kufanya. Anamwambia yule wa kushoto kwamba amsik, hebu zuia kidogo, la'allahu istaghfar, huenda akaleta istighfar. Kwa hivyo usiandike kwanza. Wayatub, na huenda pia akatubia kwa kile ambacho amekifanya au amekisema. Fa in istaghfara wa ghafara lahu wa ghafarahu Allahu nahahu ayaktuba, ikiwa kwa bahati nzuri ameleta istighfar kisha akatubia na Mwenyezi Mungu akamsamehe, nahahu, anamkataza ayaktuba, asiandike. Mbona sasa usiandike? Lao ameandika mahahu, naambia kwamba futa. Na hapa wakaeleza kwamba pia yule mja akishafanya jambo ovu pia hupewa muda, grace period, ya kuweza kurudi nyuma, labda kutubia. Haandiki moja kwa moja, si kama vile amali ya khairi ambayo kwamba kabla hata hujaifanya, maadamu umenuia, ushaandikiwa tayari. Fa in istaghfar wa in aba katabaha wa hafadhaha ila yawmiddin, na ikiwa atakataa kuleta istighfar ama hata istighfar, basi ndio baadaye, baada ya kutoa muda ule ambaye amepewa ili atubie, basi inaandikwa wa hafadhaha, na inahifadhiwa ila yawmiddin, mpaka siku ya malipo. Fasawfa yulaqahu amala fasawfa yulaqahu amama dayyan, atakuja kukikuta mbele ya ad-dayyan, yani mlipaji wa amali ambaye ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Atakuja kukikuta kule, kuonyesha kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala ndiye ameamrisha kwamba huyu mja akifanya kitendo kibaya kisiandikwe moja kwa moja. Kwanza apewe muda, apewe fursa arudi nyuma, na ikiwa atanuia kitendo kizuri hata kabla hajakifanya kiandikwe. Marawahu al-Bukhari wa Muslim an Ibn Abbas Rasulullah sallam fima yarwihi an rabbih. Hadithi imepokelewa na Bukhari na Muslim kutoka kwa Ibn Abbas kutoka Mtume Mwenyezi Mungu, katika yale ambayo Mtume Mwenyezi Mungu anapokea kutoka Mola wake, yani hadithi kursi. Anasema kwamba anna Allaha kataba alhasanati wa sayyiati, Mwenyezi Mungu ameshapanga, ameshaandika matendo mazuri mwanadamu ayafanye. Thumma bayyana dhalika, kisha ameyaweka wazi, haya ni mazuri, haya ni mabaya. Hakuna mtu ambaye hajui kwamba hili la sawa, hili si la sawa, kisha yameshabainisha. Faman hamma bi hasanati, yule ambaye atatia hamu na nia afanye mazuri, falam ya'malaha, na wala hakufanya kile ambacho alitaka kukifanya cha kheri, katabaha Allahu indahu hasanatan kamila, Allah kwake Mwenyezi Mungu anamwandikia jema moja na hajalifanya. Nimetia nia nitafunga kesho, na sikufunga, Allah ameshaniandikia nimeshafunga. Nimetia nia nitainuka kufanya ibada usiku, sikuinuka, nimeshaandikiwa. Nimetia nia nitatoa sadaka, kila utakapotia nia amekuandikia kabla hujafanya. Kisha anasema kwamba wa in hamma biha, na ikiwa atatia hamu atakufanya jambo la kheri, fa'amilaha, kisha akafanya, katabahu Allahu indahu 10 hasanati, Allah humwandikia times 10, mambo 10 ameyafanya, ila 700, mpaka humuongezea mpaka mara 700, mara 700, ila adhafu kathira, kisha anaweza kumuongezea zaidi kitu kimoja hicho. Unaweza swali ukaandika mswali mara 700, mara 700 au mara 10 kulingana na vile ulivyokuwa umeiswali. Wa in hamma bisayyi'a, na ikiwa ametia nia anataka kufanya maovu, falam ya'malaha, na wala hakuyafanya, katabaha Allahu indahu hasanatan kamila, Mwenyezi Mungu anamwandikia jema moja. Na huo uovu ambao umeupanga uwe kwamba wewe mwenyewe umeogopa Mwenyezi Mungu kuacha, si kwamba utaka kufanya alafu ukaona kuna jamaa na kuona, ama hapana. Iwe ni kwamba umeuacha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wa in hamma biha,
na kama atatia hamu na nia ya kufanya maovu, wa amalaha, kisha kafanya, katabaha Allah sayi'atan wahida, Mwenyezi Mungu atamwandikia tu jambo moja, atamwandikia ovu moja, hamwandikii maovu 10, lakini mema unaandikiwa times 10. Qala ta'ala, wa inna alaykum lahafidhin, bila shaka yote, hakika nyinyi juu yenu kuna wenye kuwachunga, kuna malaika wako na nyinyi hapa kwa hapa, kiraman katibina, tena ni watukufu zaidi, makarani, waandishi watukufu, makatibu wenye kuandika, ya'lamuna ma taf'alun, wanajua ma yote ambayo taf'aluna unafanya. Yani nasema Ibn Kathir, inna alaykum limalaikati hafadha, hakika juu yenu kuna malaika wanahifadhi, kiraman, tena watukufu sana, fala tuqabiluhum bilqabaiha, wala musiwakabili, musikae na wao ama musiwaelekee kwa ubaya ama kwa mabaya. Fa innahum yaktubuna alaykum jami'u a'malikum, hakika wao wanaandika juu yenu kila kitu, matendo yao yataandikwa. Qala, Mtume akasema katika hadithi, akrimu alkirami, waheshimuni hawa waheshimiwa, hawa malaika ambao ni watukufu, wapeeni heshima, waonee haya. Alkatibina, waandishi, alladhina la yufariqunakum illa inda halataini, wale ambao kwamba hawakuachi hata kidogo, mko naye bamba kwa bamba. Hawa malaika wawili hawakuachi illa inda halataini, isipokuwa ukipatikana na hali mbili, aljanabati walghaiti, wakati uko na janaba ama wakati ambapo labda umeingia katika kufanya haja yako kubwa, basi hawa kidogo kuacha kwao kwamba wanakaa mbali kidogo na wewe, lakini baadaye ukishajisafisha wanarudi pamoja na wewe hapa hapa. Akasema Mtume mwenyewe, fa idha tasal ahadukum falyastatir, atakapooga mmoja wenu, basi kama ni hivyo, kwa sababu uko na malaika wako na wewe hapa na hapa, ukioga basi jiwekee stara, jiwekee stara. Ikhwatul iman, turfa'u al-a'mal inda Allah tabaraka wa ta'ala fi kulli yawmin marratayn, kama vile tulivyosema kwamba tuko katika mwezi wa Shaaban, mwezi ambao kama matendo yetu yanapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yanawasilishwa kile ambacho likitenda tokea Ramadhani iliyopita katika siku ya Lailatul Qadr, imeandikwa kuanzia hapo mpaka wakati huu. Mambo hayo kwa Mwenyezi Mungu katika mwezi huu yanapelekwa kwa Mwenyezi Mungu. Anasema kwamba turfa'u al-a'mal inda Allah tabaraka wa ta'ala fi kulli yawmin marratayn, matendo kwa kila siku yanapelekwa mara mbili, yani inda al-fajr wa inda al-'asr. Matendo yako ambayo umeyafanya Muislamu kwa siku, Allah anapelekewa mara mbili, wakati wa alfajiri yale ambayo umefanya usiku kucha, na wakati wa alasri yale ambayo umefanya mchana. Wa turfa'u a'malu fi kulli usbu'in marratayn, na pia matendo ya wiki yote yanapelekwa kwa Mwenyezi Mungu kila wiki mara mbili, yani yaumu ithnain wal khamis, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis. Wa turfa'u a'mali 'inda Allah tabaraka wa ta'ala, yani amali sana fi kulli sanatin marratan, yani fi Shaaban, na matendo yanapelekwa kwa Mwenyezi Mungu mara moja kwa mwaka, matendo ya mwaka mzima marratan, mara moja, yani fi Shaaban, katika mwezi wa Shaaban. Yani ni ile nidhamu ambayo watu hutumia katika biashara zao. Kila siku anafanya hesabu zake za siku, kisha kuna hesabu ya wiki, labda kuna hesabu ya mwezi, alafu kuna hesabu ya mwaka. Pige hesabu zake aujue kama mwaka huu nimetengeneza faida ama nimeenda hasara. Kama nimepata hasara, wapi nilipokosea hasara ikapatikana. Kwa hivyo namna vile mtu anavyofanya hesabu zake za siku, za wiki au za mwaka, hivyo hivyo.
Anasema wasaturfau amal inda mautika, na mara ya 4 matendo yako yatapelekwa kwa Mwenyezi Mungu inda mautika, siku yako ya kufa, yaumul mashhar, na siku ya kufuliwa, amama Allahi tabaraka wa taala, mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Katika kupelekwa kwa matendo ya mwanadamu kwa siku, marahu Tirmidhi an Abi Hurairah qala, hadithi imekuwa na Tirmidhi katika Jami' Tirmidhi, kitabu chake hiko, kutoka kwa Abi Hurairah. Mtume anasema kwamba yataaqabuna fikum malaika, wanabadilishana kwenu malaika, wanafanya zamu, wanafanya ile shift. Almalaika fikum billaili wa malaikatu binnahar, kuna malaika wa usiku na kuna malaika wa mchana. Wanakuja kwetu kila siku mara 2. Yajitamiuna fi salati subhi, wale malaika wa mchana wanaingia katika swala alfajiri, na wale wa usiku wanaondoka katika swala hiyo ya alfajiri. Kwa hivyo wanakutana pale malaika wa usiku na wa mchana. Yajitamiuna fi salati subhi wa salatu al-asr, na katika swala al-asiri. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum, maana yake ni kwamba ikifika alfajiri wale malaika wa mchana wanakuwa wameingia, wanakutana katika swala al-fajr, wanapishana. Wale wa usiku wakiondoka kupeleka matendo ambayo wameyafanya tokea baada al-asri mpaka al-fajr, wanaingia wale al-fajr, wanaanza kuandika matendo yako, watayapeleka. Ifika alasiri watayapeleka kwa Mwenyezi Mungu, wakipishana na wale usiku. Wale usiku wanaingia alasiri mpaka alfajiri, walfajiri wanaingia alfajiri hiyo mpaka alasiri. Tayeb, anasema qala lahum Allah, Mwenyezi Mungu huwaambia wale malaika, wa huwa ya'lam, na ile hala yeye anajua, lakini anawauliza tu wale wa alfajiri wakija ama wale wa alasiri wakija. Qala lahum wa huwa ya'lam, na ile hala anajua, kaifa taraktum ibadi, mmewacha vipi waja wangu? Mmekuwa nao mchana wote saa 4 alasiri, ama mmekuwa nao usiku wote saa 4 alfajiri? Mmeleta habari zao na ripoti zao, mmewacha katika hali gani? Wanasema kwamba taraktum wa hum yusalluna, tumewacha wakiswali, wa atainahum wa hum yusalluna, tulipokuja alfajiri tuliwakuta wakiswali, na tulipoondoka alasiri pia tumewacha wakiswali. Tumewakuta wakiswali kisha tumewacha wakiswali. Walihadha turfa'u a'malihim min alfajri ila alasri, na hapa kupelekwa matendo yako ambayo yafanya kutoka alfajiri mpaka alasiri, na katika kutoka alasiri mpaka alfajiri yanapelekwa hivyo kila siku mara 2 ila yaumil qiyamati, hadi siku ya kiyama. Tahadhar na swala hizo 2. Ndio akasema kwamba yule ambaye amekosa swala ya alfajiri ya alasiri, kana kwamba amepoteza matendo yake yote, ameporwa kila kitu chake. Fi sahih, katika wiki anasema hivi, katika sahih Bukhari na Muslim kutoka Abi Hurairah, mtume anasema tu'raju al-a'mali ala Allah yawm al-ithnain wal khamis, yanapelekwa matendo kila siku ya Jumatatu na Alhamis. Wa uhibba ayurfa amali wa ana swaim, na ninapenda matendo yangu yakipelekwa niwe nimefunga. Pamoja na kwamba mtume alikuwa anafunga Jumatatu kwa sababu siku yake ya kuzaliwa, na pia na sababu kubwa sana ni kwamba siku hizo 2 ni siku za matendo ya waja ya wiki moja, wiki mzima kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kala alulama, wakatambia wanavioni, limadha asawm, kwa nini mtume afunge siku ambayo matendo yanapelekwa kwa Mwenyezi Mungu, na kwa nini afunge sana katika mwezi wa Shaabani, mwezi ambao kwamba matendo pia ya mwaka mzima yanapelekwa kwa Mwenyezi Mungu? Anasema kwamba li anna siyama,
amalullah, kwa sababu saum ni ibada ya Mwenyezi Mungu, kama kala kullu amal bin adama lahu illa siyama fa innahu li, kama vile Mwenyezi alivyosema kwamba hakika kila matendo ya mwanadamu yanawasilisha kwake, kwa hivyo isipokuwa saum, hiyo ni yangu, wa ana ajizi bihi, nami nataka kuilipa. Kwa nini ni ya Mwenyezi Mungu saum? Kwa nini ya Mwenyezi Mungu? Li anna siyama ibadallahi, li anna siyama amalun la yu'malu illa lillah, kwa sababu saum peke yake ndio ibada, haiwezi kufanyiwa masanamu, ndio ibada haiwezi kufanyiwa mwingine. Kama ni kuomba dua, mtu anaweza omba dua sanamu. Kama ni kutoa sadaka, mtu anaweza chinja ama sadaka kwa kitu kingine, kwa sanamu. Ibada zingine zote mwanadamu anaweza kuzifanyia kitu kingine, sanamu, mlima, kadhalika. Lakini funga, sio angalia tu, unaweza funga kwa ajili ya sanamu, na haikuwahi wala haijawahi kutokea kwamba mtu amefunga, wale washirikina walikuwa wanafunga kwa ajili ya masanamu. Walikuwa wanatoa sadaka kwa ajili ya masanamu, walikuwa wanaomba dua, wanawalilia, wanafanya kila ibada. Lakini saum peke yake ndio ibada haiwezi kufanyiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu. Ndio Mwenyezi kusema kwamba fa innahu li, ni yangu hiyo na mimi nitoka kuilipa. Kwa sababu mtume akawa yofunga katika siku ambazo ni za kupelekwa amali bila Mwenyezi Mungu. An Osama taqala, kama vile hadithi ambayo tumesema kwamba Osama amesema kwamba alimuuliza mtume Mwenyezi Mungu, kwa nini unafunga sana katika mwezi wa Shaaban? Sijawahi kuona ukifunga sana katika siku zingine, miezi mingine. Mtume alisema kwamba dhalika shahrun ay Shaabani turfa'u fihi a'malu ila rabbil alamin, ni mwezi ambao matendo yanapelekwa kwa Mwenyezi Mungu Mola wa ulimwengu. Wahibba ayurfa'a amali wa ana sa'imun, napenda sana matendo yangu ipelekwe kwa Mwenyezi Mungu, mimi nimefunga. Kisha saturfa'u al-a'mal yawma mautika, inda mautika, kisha matendo yako ya umri wako mzima itapelekwa kwa Mwenyezi Mungu siku yako ya kukufa. Yawmal mashhar, qala ta'ala ya ayyuhal amanu, enyi mlioamini, la tulhikum amwalukum, isikupotezeni mali zenu, wala auladikum, wala watoto wenu, an dhikrillah, mkawacha kutaja Mwenyezi Mungu. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun, yule ambaye kwamba atafanya hivyo yeye ndiye amepata hasara. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut, toweni katika kile ambacho mmeruzukiwa kabla hajakufikia mauti. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, aseme Mwenyezi Mungu nipe kidogo muda, fa asaddaqa, nikatoa sadaka, wa kumi na salihina, ili niwe katika waja wema. Akaambiwa kwamba wala yu'akhiru Allahu nafsan, haita chelewesha nafsi idha jaa ajaluha, itakapofika time yake ya kukufa. Wallahu khabirun bima ta'malun, Mwenyezi Mungu ameshaandika na anajua yale ambayo yanafanya, yani itakuwa imefunga daftari yako. Waqala ta'ala, Allah akasema wawudhi'a alkitab, na kitabu kitawekwa, fara almujrimina mushfiqina, kitabu kitawekwa na utawaona waovu, mushfiqina, wameogopa, mimma fihi, katika yale ambayo katika kilicho kitabu. Wayakuluna, wataanza kusema ya wailatana, ole wetu, mali hadha alkitabi, kitabu gani hichi, la yughadiru saghiratan, hakijawacha hata kitendo kidogo, wala kabiratan, wala kikubwa, illa ahswaha, isipokuwa yote yameandikwa pale, yamerekodiwa. Wawajadu ma amilu hadhira, watapata yale waliyafanya, hadhira, iko pale, yameshaandikwa pale. Wala yadhlimu rabbuka ahadan, wala Mwenyezi Mungu Mola wako hamdhulumu yote, yani hata kuandikia kile ambacho hukukifanya, wala kile ambacho umekifanya cha kheri hata acha kukiandika, yote yataandikwa pale. Qala ta'ala, mwisho kabisa anasema kwamba wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unuqihi, na kila mwanadamu alzamnahu ta'irahu, tumemfunga katika shingo lake malipo ya matendo yake. Wewe ulifanya kadhaa, yote hayaonekani, lakini kwa kiyama yataonekana.
Kila mwanadamu anatembea na matendo kwenye shingo na imeandikwa malipo yake. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati, lakini tutatoa hayo maandishi siku ya kiyama, kitaban yalqahu manshura, kitabu ambacho atakikuta kimefunuliwa, kimekunjuliwa. Ikra kitabaka, aambiwe hivyo, soma kitabu chako, kafa binafsika leo hasiba, tosha nafsi yako siku leo kukuhisabu. Man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi, yule ambaye ataongoka ni kwa faida yake mwenyewe. Mwenye kushika dini ni kwa faida yake mwenyewe, wala humnufaishi Mwenyezi Mungu kwa ibada zako ama kwa uongofu wako, wala hunufaishi dini. Dini itabaki kuwa ni dini tu hata kama ukaenda kuswali. Waman dhalla fa inna ma yadhillu alaiha, na yule ambaye anapotea asifikiria anapotea Mwenyezi Mungu hasara, wala Uislamu ni hasara juu yake mwenyewe. Wala taziru wazra ukhra, wala mbebaji mzigo hata beba mzigo wa mwingine. Istaghfirullakum innahu kana ghafara.